tusikilize dondoo maalum ya ujumbe wa Kwaresma mwaka 2025, tukiangazia sura ya pili. Kwaresma ni safari ya imani. Hali halisi ya maisha yetu imetawaliwa na ubaridi wa imani, kutopendelea mambo ya kiroho kabisa, na watu wana mtazamo kuwa maoni yao binafsi ni muhimu zaidi. Tumeacha kumsikiliza mwalimu kanisa, ila zaidi na zaidi kuyakumbatia malimwengu. Siku hizi imekuwa ni vigumu kumtofautisha mwamini na mtu asiyemwamini, kwa vile wote wanaishi maisha sawa na wanatenda uovu ule ule. Mkristo mwamini anapokea au anatoa rushwa wazi wazi. Katika masengenyo na kudhurumiana, waamini wanatenda hayo hayo. Udhaifu huu wa kushindwa kuishi imani yetu kikamilifu unawafanya Wakristo kushindwa kumpa Mungu utukufu na sifa kwa njia ya matendo yao. Tunapingana na kile alichosema Mtakatifu Ireneo kuwa utukufu wa Mungu ni mwanadamu aliye hai kabisa. Tukiangalia parokia na makanisa yetu, yanajengwa makubwa na kwa gharama kubwa. Ukiangalia nyumba zetu, ibada siku za Dominika zinajaa, lakini baada ya maadhimisho ya ibada hizi, wengi wetu hurudi nyumbani kama watu wasiomjua Mungu. Yaani maisha tunayoishi ni tofauti na ile ibada tuliyoadhimisha. Ibada na imani zetu hazikolezi maisha yetu. Katika maisha ya kawaida, waamini wengi wanakabiliwa na matatizo makubwa ya imani za kishirikina na michanganyo. Ni kama kuishi maisha mseto. Asubuhi katika ibada wanaonekana kuwa ni waamini wazuri, lakini usiku wanakwenda katika altare za kishirikina. Kuna sababu nyingi zinazowasukuma waamini wengi kuingia katika ushirikina, zikiwemo umasikini, kutafuta cheo, sababu za kiafya, kufanya maisha mkato na kadhalika. Mazingira kama haya hufanya ushirikina kushamiri sana. Wakati mwingine kuna hali ya kujipongeza au kujikinai kwa mafanikio ya nje tu. Hata jambo jema tufanyalo katika makanisa laweza kutupumbaza na kuona kuwa tumempata Mungu tayari. Utakuta watu wanaenda katika ibada na kusema tumejenga kanisa kubwa au kwaya yetu inaimba vizuri. Nabii Amosi anatuambia ibada zisizokuwa na maisha ya kimungu au maisha ya kiadili zinachukiza. Mimi nazichukia sikukuu zenu, nazidharau, nami sitopendezwa na makutano yenu ya dini. Naam, ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga, sitazikubali, wala kuziangalia sadaka zenu za imani na za wanyama walionona. Niondoleeni kelele za nyimbo zenu, kwa maana sitaki kusikiliza sauti za vinanda vyenu. Simameni imara katika imani. Ujumbe huu wa Kwaresma umeletwa kwako na Radio Maria Tanzania kwa kushirikiana na Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC.